Sema amen. Sasa inamisha kichwa chako chini, fumba macho. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie kwa ajili ya fundisho na neno hili la leo. Roho Mtakatifu, naomba neno lako ufungue masikio ya rohoni na ya mwilini, watu wako waweze kuelewa kwa undani zaidi, na neno hili lifahamike na lieleweke. Kila mmoja aguswe na kufunguliwa, kwa maana Mungu ulituma neno, na hili neno nalituma kwa makusudi maalum, katika jina la Yesu, amen. Chupa mafuta chukua kwa sadaka 5,000, na wale chukua sadaka 3,000 waongeze 2,000 hapo, maana ninajua ukikosa leo hautajisamee mwenyewe. Andika somo langu, kutengwa na matatizo ya asili ya familia na kuwekwa wafu. Kutengwa na matatizo ya asili ya familia na kuwekwa wafu. Mtu ambaye hajaja na mke wake leo na una mke na watoto, Mungu akusamee. Kutengwa na matatizo ya asili ya familia na kuwekwa wafu. Leo ni siku ya Mungu kuweka huru maisha ya watoto wengi ambao tumeishi na tumekuwa watu wenye matatizo ya aina fulani fulani ambayo hatujui chanzo chake ni nini na hatuelewi sababu ni nini. Dunia nzima, uwepo wa dunia imebebwa na familia. Ukiwa hapa, kila nyumba unayoona imesimama, elewa ndani ya nyumba hiyo kuna familia iliyoko pale. Kila kaya, kila nyumba unayoona, elewa hiyo nyumba kuna familia iliyoko pale katika hiyo nyumba. Sasa huwa inategemea hiyo familia ikoje na imekaaje katika hiyo nyumba. Swala lingine lazima uelewe, na familia ndiyo Mungu huipa zamana ya uanzilishaji wa dunia, na dunia kuwepo na dunia iweze kuishi ni kulingana na familia. Na matatizo mengi ya dunia chanzo chake ni familia. Matatizo mengi ya watu ama ya watoto, chanzo ama vyanzo vyao ni familia. Familia ni sababu kubwa ya uwepo wa Mungu pale, na familia ni sababu kubwa ya uwepo wa mashetani pale. Maisha ya watu wengi yamekuwa yana msimamo na yameharibika, na hayawezi kueleweka ni maisha ya aina gani. Chanzo chake ni aina ya familia alikotokea. Aina familia uliyotokea ina sababu kubwa ya kutambulisha wewe ni mtu wa aina gani, ama unaishije ama utaishije hapa duniani. Sababu kubwa ni kulingana na aina ya familia uliyotokea. Kama siku zote kwenye maisha yako utakuwa ni mtu unajisahau na kutokujua umuhimu wa familia, ni mtu ambaye unatengeneza matatizo ya uzao wako mpaka kufa kwao. Baba na mama walipewa zamana kubwa na Mungu kuanzisha kuleta watoto ama uzao hapa duniani. Baba na mama ndio waanzilishi wakubwa wa familia, ama dunia iweze kuwepo na iweze kuendelea. Vyanzo vikubwa ni baba na mama. Baba ndiye mwanzilishi ambaye anachukua mwanamke na baadaye huanzisha familia ili dunia iendelee kuwepo. Inamaanisha hivi, ukisoma Biblia Yeremia, nitafundisha Yeremia hapa ili nikupe mwanga mzuri
kwa ajili ya familia, na uone ya kwamba familia jinsi inavyopitisha baraka hapa duniani na jinsi inavyoleta shida na magumu hapa duniani. Unisikilize kwa utulivu sana na uandike kwa utulivu. Yeremia ile sura ya 1 na ule mstari wa 4, Biblia imeandikwa, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Neno langu ni kwamba kabla Mungu hajamweka Yeremia katika tumbo, alimjua Mungu. Ninamaanisha hivi, mama na baba Mungu aliwapa mamlaka ya kutengeneza mwili wa mwanadamu katika tumbo la mama. Mama na baba Mungu amewapa uwezo au mamlaka ya kutengeneza mwili wa mtoto au mwili wa mtu katika tumbo la mama. Ndani ya tumbo la mama ndio ufanyika uumbaji wa mwili wa mimi na wewe. Uumbaji huo umefanyika katika tumbo la mama. Mtoto mwili wake unatengenezwa katika tumbo la mama. Wanapokutana baba na mama, wanatengeneza mwili wa mtoto ndani ya tumbo la mama. Sasa huyo baba anakuwa na asili yake na matatizo yake, na mama pia anakuwa na asili zake na matatizo yake. Asili za baba na za mama huwa zinaungamanishwa na mtoto katika kitovu chake. Kitovu ndicho kinachounganisha asili ya baba na asili ya mama pamoja na mtoto, ndiyo huwa kina maunganisho. Ina maana kwa lugha ya kibiblia, kitovu cha mtoto ni madhabahu ya maagano iliyobeba matatizo ya asili ya familia. Kitovu cha mtoto ni madhabahu ya maagano iliyobeba matatizo ya asili ya mtoto. Ina maana mtoto anapokuwa tumboni, asili ya baba na asili ya mama na asili yake mwenyewe inapita kwenye kitovu chake. Kitovu cha mtoto ndicho huwa mtoto anapokuja hapa duniani na kushuka hapa, asili ya baba yake imekaa kwenye kitovu chake na asili ya mama yake inakaa kwenye kitovu chake. Ina maana vitovu vyetu sisi ni madhabahu ya maagano iliyobeba asili ya baba na asili ya mama ambayo imekaa kwenye kitovu cha mtoto. Na ndio maana watoto wenye matatizo ya asili ya kwao na wanadumu kwenye yale matatizo na wanaishi kwenye ile hali ya asili ya mama yake, ambacho kinadumisha ni kitovu chake. Na ndio maana tunaruhusu watu kuwa na mafuta ya upako na chumvi ya upako, ili yeye mwenyewe kujivunjia madhabahu ya asili ya maagano kutoka kwa baba yake na kwa mama yake kupitia kitovu chake. Anapopaka chumvi na mafuta ya upako na kuanza kuvunja ile asili ya madhabahu, anaanza kuvunja ile asili ya madhabahu. Pasa Neema, nifungulie Ezekiel ambayo tumesema haujapakwa mafuta kuanzia utotoni. Ilo andiko naomba kama unalo lifungua haraka unisomee, maana leo nataka nifundishe vitu kwa undani sana na watu waandike kwa undani sana. Na ndio maana kuna watoto wanatembelea sana, baadhi ya watoto
wanatembelea matatizo mengi sana ya mama yake au ya baba yake. Naomba unisomee Pastor Neema kama umefika. Ezekieli 16. Ezekieli 16 ndio soma. Neno la Bwana likanijia tena. Neno la Bwana likanijia tena. Mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Taratibu, mwanadamu ujulishe nani? Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi. Asili yako na kuzaliwa kwako. Asili yako na kuzaliwa kwako. Watoka katika nchi ya Mkanani. Yatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako. Mwamori alikuwa baba yako. Na mama yako alikuwa Mwiti. Na mama yako alikuwa Mwiti. Na katika habari ya kuzaliwa kwako. Na katika habari ya kuzaliwa kwako. Siku ile uliozaliwa. Siku ile uliozaliwa. Kitovu chako akikukatwa. Kitovu chako akikukatwa. Wala ukuoshwa. Wala ukuoshwa. Kwa maji. Kwa maji. Usafishwe. Usafishwe. Ukutiwa chumvi hata kidogo. Ukutiwa chumvi hata kidogo. Wala ukutiwa katika nguo kabisa. Wala ukutiwa katika nguo kabisa. Barikiwa hapo. Biblia inasema asili yako ya baba yako ni mtu wa Yerusalemu ambaye ni Mkanaani, na asili ya mama yako ni Mwiti. Kwa hiyo walipokuzaa umezaliwa na maagano ya asili ya baba yako na maagano ya asili ya mama yako ambaye anakutesa mpaka leo. Na mbaya zaidi, kitovu chako wewe akikuwekewa chumvi hata kidogo. Asili ya chumvi ya moto, ukiwa unaombea chumvi, chumvi ni agano. Mafuta ni agano jipya ambayo tunaiweka kama upako. Mafuta yanavunja nira, tunaiweka kama damu ya Yesu. Mafuta yanavunja nira. Chumvi huwa ni agano ambalo linakuwa linavunja ile maagano ya mtoto aliyozaliwa nayo toka asili. Anaambiwa wewe, shida yako kubwa ya kutembelea matatizo na mashida hizi ni kwa sababu ya wazazi wako, asili za wazazi wako. Asili za wazazi wako. Labda niongee hivi, mzazi yoyote ana asili nne. Mzazi yoyote ana asili nne. Na kanuni ya mafanikio kwa mtoto anapotembelea vifungo vya asili ya mzazi wake, sio rahisi kupenya kwenye kuingia kwenye baraka za ndoa, baraka za hata uzazi, baraka za kufaulu mafanikio. Ni ngumu sana unapo kama mtoto bado anatembelea matatizo ya asili ya kwao. Kanuni ya baba ama mama, huwa tuna asili 4 ama 5. Asili ya kwanza tulionayo huwa tunasema asili ya taifa. Kila mtu huwa ana taifa, asili ya taifa. Taifa na maanisha nchi, asili ya taifa uliozaliwa. Unaweza ukaishi Tanzania lakini asili ya nchi yako sio Tanzania. Kuna matatizo utayachukua ama kuna tabia fulani utakuwa nazo za asili ya nchi uliozaliwa. Kuna matatizo fulani ama kuna baba yako na wewe unaweza kuzaliwa Tanzania lakini wazazi wako wana asili ama ya Burundi, wana asili ama ya Kenya, wana asili ama ya Rwanda, wana asili ama ya Kongo, wana asili ama sijui ya wapi huko. Utashangaa mtoto kuna kaasili fulani ka taifa kama ndani yake, ijapokuwa kazaliwa Tanzania lakini asili ya nchi ya wazazi wake kama ndani yake. Kanaweza kumzuia mtoto huyo kushindwa kupokea baraka za kimungu kwa sababu bado utembelea asili ya taifa la baba yake. Watu wa Mungu, nafundisha vitu vya ndani na ninaomba hekima yako iwe juu sana na akili zako ziwe juu sana na ufahamu wako uwe juu sana. Wangapi wananielewa? Na ndio maana leo natamani wewe mama utahusika sana juu ya watoto wako. Unisikilize kwa makini sana. Na ndio maana ni vyema hata kama wewe umezaliwa katika nchi fulani, lazima tambua asili ya wazazi wako. Asili ya wazazi wako walitoka nchi ipi?
Hiyo ni asili ya kwanza ya mtu, anakuwa na asili ya taifa. Asili ya taifa, kuna vitu vingine vinaishi ndani yako kwa sababu ya asili ya taifa yako. Asili ya pili ambayo mtu anakuwa nayo ni asili ya ukoo. Asili ya ukoo. Ukoo wenu una asili gani? Ukoo wenu ni ukoo wa asili gani? Kuna koo zingine zina matatizo ya aina fulani, labda unaweza kutembelea asili ya ukoo. Namba 3, asili, mwanadamu wana asili ya kabila. Asili ya kabila. Kuna vitu vingine uwezo ukapokea na auwezo ukaingia kwenye muujiza kwa sababu ya asili ya kabila lako. Na ndio maana wakisha kujua kabila lako ni asili fulani, unashangaa mtu anakuogopa wakati wewe una tabia nzuri, lakini asili ya kabila lako linakunyima mme, linakunyima kazi, linakunyima mke, linakunyima biashara, linakunyima aina fulani ya watu kwa sababu ya asili ya kabila. Na ndio maana ukitaka kuingia kwenye baraka za kimataifa, angalia asili ya kabila lako, angalia asili ya ukoo wako, jitoe kabisa. Haina haja ya kujijua ama kujitambulisha kabila gani kama haijabidi. Lazima ujijue wewe asili yako ni Mwisraeli. Jitoe, uwe makini sana. Asili ya kabila inaweza ikakunyima baraka kubwa za kimaisha. Naongea na watu. Sema amen. Sema amen tena. Asili ya kabila lako. Asili ya kabila. Niliwahi kufanya semina kanisa la Ufufuo na Uzima Kigoma. Nilifanya semina kanisa la Ufufuo na Uzima Kigoma. Nilipokuwa ninafanya maombezi, baba mmoja nilifanya naye maombezi. Yule baba amerogwa, alipata neema ya kwenda Marekani. Yule baba alipoenda Marekani, alipofika Marekani akatamani chakula chao cha kabila ya asili. Akatamani mikebuka, akatamani ugali wa waroe. Wangapi wanajua ugali wa waroe? Mimi mnaujua? Wanajua nipungie mkono. Unajua ugali? Akatamani dagaa wa Kigoma, akatamani mawese. Akasema nitafanya hauti yangu ya kutoka Marekani niende mpaka Kigoma, na akaenda mpaka Burundi. Alipofika Kigoma kwenye asili ya kwao, wakamroga. Walipomroga, sasa yule baba kurudi Marekani kawa ni shida, maana alikuwa akiona watu wanawakimbia, miguu inawaka moto. Akarogwa. Alipofika na pomwombea, alivyoniona akatetemeka sana. Nikajua, nilivyomwombea nikamhoji maswali, kilichomuua mtu ameshaenda nchi ya mbali, nchi nzuri, lakini asili ya kabila yao ikamrudisha tena na akalogwa mpaka hivi. Nikamwombea yule baba, ndipo akapata fursa tena ya kuweza kwenda. Asili ya kabila yako ni ipi? Shughulikia asili ya kabila yako na tabia za kabila yako ni ipi. Sawa, hata usiposema amen. Asili ya 4. Asili ya 4. Tukifika hapo kwenye kabila, huwa tunaangalia kabila huwa na chakula cha kabila. Chakula cha kabila. Na ndio maana sio lazima ule chakula cha kabila lako, sio lazima. Kuna watu wanarudishwa nyuma kimaisha kwa sababu haipiti miezi, haipiti mwaka, lazima arudi kwao kwenye kabila lao. Na kirudi kwao lazima atakula chakula cha asili ya kabila. Kuna chakula cha asili ya kabila, kuna vinywaji vya asili ya kabila, kuna mavazi ya asili ya kabila, kuna michezo ya asili ya kabila, kuna lugha ya kabila. Unashangaa wao ipiti muda, na ndio maana tunashindwa kukufungua huko Mwanza hapa, lakini nyumbani kwenu nyie utafikiria ndo tumerudi sasa Ukerewe. Utafikiria tumerudi sasa, yani wewe ni lugha asubuhi mpaka jioni, ni kikabila si mpaka jioni. Kanuni unavyoongea kiruga,
Mizimu asili yake ni asili ya kikabila, na ndio maana mzimu wa Msukuma akipanda ndani ya Msukuma ataongea Kisukuma. Mzimu wa Kia akipanda ndani ya mtu ambaye ni Mmuha ataongea Kia. Mzimu anaongea kulingana na asili ya kabila. Uelewe, unapoongea kabila sana unainua mzimu iwe na nguvu ya kuattack maisha ya kwenu. Wewe usikapita sekunde 2 pasipo kuongea kabila lako. Kila wakati yebe unashangaa mtu Mungu aleti fursa ya neema, kwa sababu unajua asili. Kuna watu ukiwaona unamjoni kabila fulani, na kuna watu wengine ukiwaona si lazima ujoni kabila fulani. Elewa ya kwamba bado asili yako inakunyima baraka. Hata usiposema amen, nataka nikufundishe tu leo, mizimu bado ina nguvu sana kwako. Wewe unafikiria Mwafrika yupi ambaye ana mizimu? Kila Mwafrika ana mizimu. Inategemea wewe unaipa nguvu kiasi gani. Mtu akikujua tu ni fulani, na ndio maana usijitambulishe kabila kwa kila mtu. Labda kama ni vitu vya serikalini vinavyobidi, tambulisha. He is not mad for that. Maana kila kabila kuna mzimu nyuma yake. Asili namba 4. Asili namba 4. Namba 5. Ni 5. 4. Sawa, 4 ni asili ya familia. Ndio nafundisha hapo. Asili ya familia. Matatizo ya familia yanaanzia wapi? Shida ya familia inaanzia wapi? Shida ya familia inaanzia baba na mama, jinsi wanavyozaa watoto wao. Kuna aina ya watoto ambao wana matatizo ya asili ya familia kulingana na jinsi walivyozaliwa. Nitajaribu kuongea aina ya watoto ambao wamezaliwa na kuwa na matatizo makubwa ya familia yao kulingana na jinsi walivyozaliwa. Kabla sijaendelea hapo, nifungue kwanza Yohana ile sura ya 9. Tuone kwamba matatizo yapo yana Isaac. Yohana ile sura ya 9. Yohana ile sura ya 9. Na ule mstari wa kwanza nitaanza kusoma. Hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Sababu ya huyu baba kuzaliwa kipofu, wanajaribu kuulizana maswali. Ni nani chanzo cha kufanya huyu mtu azaliwe kipofu? Ni kwa sababu ya wazazi wake wamefanya dhambi? Inamaanisha matatizo ya baba na mama ina uwezo wa kumfanya mtoto akazaliwa na matatizo ya aina fulani. Narudia tena. Ugomvi kati ya baba na mama, shida kati ya baba na mama ina uwezo mkubwa wa kumfanya mtoto akazaliwa na matatizo ama na magumu au na shida ya aina fulani. Huyu ni kipofu toka kuzaliwa kwake. Wanatamani kujua na kufahamu na kuelewa nani sababu ya kumfanya uwe kipofu toka kuzaliwa. Je, ni wazazi wake ndio sababu? Na ndivyo ilivyo. Baba yako na mama yako wana uwezo wa kumfanya mtoto awe mtoto wa aina fulani. Huyo mtoto amezaliwa katika aina amezaliwaje na wazazi wake, ambao leo hii kuna vitu ambavyo hawezi kuvifaulisha, kuna vitu ambavyo hawezi kuvifanya na vikafaulu kwa sababu tu ya aina wazazi waliomzaa. Leo mzazi kama uko hapa leo, Mungu amekupa mamlaka kumsaidia mtoto wako. Aina za watoto ambao wamezaliwa na wazazi wao na wakaingia kwenye shida za
wa familia kwa sababu ya jinsi walivyozaliwa. Aina ya kwanza ya mtoto, mtoto aliyezaliwa kabla ya wazazi kumruhusu huyo binti kuolewa au kumruhusu kijana wao kuoa. Mtoto aliyezaliwa katikati ya wazazi ambao hawakumruhusu binti yao kuolewa kwanza, na labda kijana akuruhusiwa kuoa kwanza, hawajapata baraka za mzazi wao kuruhusu wazaliwe, waolewe ama aoe, lakini yeye mwenyewe akachukua mamlaka, akachukua idhini ya kuolewa. Wanapozaa watoto yule mtoto ama wale watoto, kuna matatizo inakuwa juu yao kwa sababu wazazi wao wametengeneza mwili wa huyo mtoto kabla ya rizaa ya baba yake na mama yake. Jaribu wewe kujiangalia napofundisha hapa na ujielewe sana ya kwamba wewe wakati ulipozaliwa, je, kuna tatizo kwa upande wa kuolewa kwako? Baba yako hakutaka uolewe kabla, alitamani usome, na ndio maana leo natamani mzazi au very active, mzazi awe na maarifa na akili sana, na mzazi arudi nyuma sana, akumbuke ili asaidie mtoto wake leo. Kuna mtoto ameenda kuolewa ila baba yake alitamani asome na akutaka binti yake aolewe na akupenda, na ndio maana kuna wazazi wengine hawakuhudhuria kwenye harusi ya watoto wao kwa sababu akutaka mtoto wake aolewe, alitaka asome, lakini mtoto akaenda kaolewa. Akutaka kijana yake aoe, yeye alitaka asome, lakini yeye kijana akaenda akaoa. Yule mzazi akachukia, akahuzunika. Watu wa Mungu, usichukulie rahisi anayefundisha, huwasumbua familia. Na ndio maana kama una mke wa namna hiyo, leo ongea mwambie, kumbuka leo ni siku usaidia watoto wako. Na kama una mume wa namna hiyo, ndio hivyo, bahati mbaya tumshuhudiaje wamezenu kuja kanisani. Mzazi alitamani nini? Mwanae, basi kwa sababu mwanae alilazimisha akamwacha aende. Uone shida ya hiyo familia, watoto wale wanakuwa kwenye matatizo. Nikianza kutaja aina matatizo sitamaliza hapa leo, labda nitaomba Mungu anisaidie wiki ijayo kama nitakuwa na wewe. Aina ya pili ya watoto, aina ya pili ya watoto ambao wametoka kwa mke wa pili. Mtoto ambaye ametoka kwa mke wa pili. Watoto ambao wametoka kwa mke wa pili, na maanisha hivi, wewe una mke wako alafu ukazaa na mwanamke mwingine, alafu yule mtoto ukamleta nyumbani kuishi. Wanangu, wakati Ibrahimu anaishi na Sara, walikaa miaka mingi bila kuzaa. Sara akaleta wazo la kijinga ambalo ya maisha yake jinsi ilivyokuwa na majira aliyokuwa nayo, akamruhusu Ibrahimu aende akazae na mjakazi wake ambaye ni Ajiri. Unajua kuna wamama wana tabia ya kusema, mimi nakuruhusu tu, nenda tu ukae na mwanamke yote, nakuruhusu uoe tu, nakuruhusu uishi naye tu. Mpo hapa ukiwa tu na ya kwako, ukiwa na stress zako, ukiwa na mambo yako, yani wewe unamwambia mke wako, mimi nakuruhusu, mume wako nakuruhusu, hata ukiwa na mwanamke nakuruhusu uoe, nakuruhusu tu uishi.
Na kuruhusu tu mimi niache zangu na watoto wangu na nyumba yangu inatosha. Na kuruhusu. Wanafikiri unaruhusu au ujue kipi unachokitengeneza kwa ajili ya watoto baadaye. Na ndio watoto tuko nao na tunaishi nao hapa ambao vyanzo vyao ndio hivyo vitu. Unamruhusu na anaenda akamruhusu na akaenda kazaa. Akamzaa Ismaili. Sasa hebu sikiliza makosa ilivyotokea. Ni lini ambapo Ibrahimu alimuitaga Isaka akamtambulisha Ismaili? Hivi naongea na watu. Yaani ni lini ambapo Isaka, Ibrahimu alimchukua Isaka akamchukua na Ismaili akamwambia huyu ni kaka yako Ismaili, huyu ni mdogo wako, nilizaa wakati mama yako aliponiruhusu nikaenda nikamzaa Ismaili, kwa huyu ni ndugu yako. Ina maana Isaka alizaliwa ajui Ismaili kama ni ndugu yake. Isaka mpaka anakufa ajui Ismaili kama ni ndugu yake. Na Ismaili ni mtoto wa Isaka, ni mtoto wa Ibrahimu. Lakini hawakujuana, hakuna utambulisho, hakuna kuongea. Je, haujui mpaka leo kuna familia ziko hivyo? Angalia matatizo ambayo Ibrahimu alitengeneza kupitia mke wake. Hebu niangalieni vizuri. Leo hii wanangu, tujifunze kuelewa hivi vitu ambavyo vimetesa watoto wengi. Ismaili alihangaika sana. Leo hii tuna Mungu wa Isaka, hatuna Mungu wa Ismaili. Kwani Ismaili sio mtoto wa Ibrahimu? Leo hii tuna Mungu wa Yakobo, hatuna Mungu wa Esau. Esau sio mtoto wa Yakobo. Tukitaka kuanza kufundisha kwa undani zaidi, utaona jinsi watoto ambao wanaikosa fursa ya Mungu na baba mmoja, lakini hawana neema ya baba yao. Tuna Mungu wa Isaka, tuna Mungu wa Yakobo, lakini Yakobo walizaliwa wawili, walizaliwa Yakobo na Esau. Hatuna Mungu wa Esau. Na ni watoto wa baba mmoja. Chanzo ni nini? Mzazi wake, baba. Maisha ya Esau leo hii, akitaka kulaumu atalaumu familia yake. Esau akitaka aanze kunungunika na kulaumu, lazima mlaumu baba yake, lazima mlaumu mama yake. Ndio chanzo cha kukosa Mungu wa baba yake. Nini? Wazazi, jinsi ambavyo walivyofanya, walivyoishi. Ismaili leo hii akilalamika, atamlalamikia baba yake, atalalamikia na mama yake. Ajui. Na ndio maana mpaka leo Israeli inakataa kukubaliana na Wapalestina. Kwa sababu gani? Hawakutambulishwa. Isaka hakutambulishwa kwa Ismaili. Una mtoto wa nje, umemtambulisha vizuri na ndugu zake. Ni familia. Vyanzo vya familia na matatizo. Ona, mkikaa kimya sana nitaishia hapa. Mungu ananitia moyo. Na wewe natamani wewe unajijua ni mtoto wa wapi. Mgeukie mwenzio ni mtoto wa aina gani? Namba 3. Namba 3, watoto waliozaliwa wakati wazazi wao hawajapanga kuzaa. Watoto tunao wengi, watoto ambao wamezaliwa wazazi hawajapanga kuzaa kwa wakati huu. Huu mwaka tusizae. Yaani tusizae kwanza, tusizae kwanza ghafla mtoto akazaliwa, mtoto akaingia. Je, huoni mtoto uliyezaliwa kabla wazazi wako walikuwa hawajapanga kuzaa? Uone changamoto yako sasa. Anza kulia shida zako. Anza kuona changamoto ya kuishi hapa katika dunia. Wazazi wako wakupanga kuzaa, wewe ukaja. Haujapanga kutengeneza mwili ukatokea. Na ndio watoto ambao tunaishi na wako hapa duniani, ambao wamezaliwa wazazi wao wana mpango wa kuzaa. Ina maana wewe ni mtoto umekuja bila mpango. Mgeukie mwenzio, ni mtoto bila mpango ama nani? Sikiliza mambo yako yatakavyoishi hapa duniani. Sikilizia hali yako utakavyoishi. Na ndio maana yote wanasema mama na wazazi wafahamu hivyo vitu. Mtoto ambaye ana mpango,
na utakosa mpango kwa watu. Wazazi wa kupanga wewe ukachileta. Aina 4 ya watoto. Aina 4 ya watoto. Aina 4 ya watoto ni watoto wale ambao yuko tumboni, mtoto yuko tumboni, lakini baba na mama wanagombana sana na mtoto yuko tumboni. Wanaanza kuongea na kulalamika, yani mtoto yuko tumboni lakini baba na mama wanagombana. Ukigombana wanaanza mpaka kugombana hiyo mimba. Mimi kama nivyo mimba, sio nini. Yani mtoto yuko tumboni lakini umezaliwa wewe mtoto, lakini baba yako na mama yako wamegombana sana ukiwa uko tumboni. Angalia mtoto alivyo mgomvi. Angalia aina hiyo stadi ya huyo mtoto aliyezaliwa. Yaani umezaliwa wazazi wako wamegombana sana sana sana, ndio huyo mtoto aliyezaliwa hapo. Aina ya 5 ya watoto hao. Nataka tuangalie watu familia hizi ambazo zimeleta watoto hapa duniani ambao imekuwa shida. Aina ya 5 ya watoto ni watoto ama mtoto ambaye alikataliwa na baba yake. Mtoto ambaye alikataliwa na baba yake akiwa tumboni. Baba alimkataa. Baba alimkataa. Baba alisema huyu sio mwanangu, akamkataa. Mtoto amekataliwa tangu tumboni, amemkataa. Watu wa Mungu, mtoto wa namna hiyo, yani light ungelijua huyo mtoto anavyoishi, huyo mtoto jinsi walivyo, ni mtoto ambaye Mungu asipomsaidia huyo mtoto huwa roho inamuaga sana. Mtoto aliyekataliwa anahitaji neema ya Mungu imfungue. Baba amekataa, sio mimba yangu, huyo mtoto sio wa kwangu. Huwa inamuaffect sana hiyo baba, na huyo watoto wanaishi mpaka leo, lakini matatizo yameanzia toka kuzaliwa kwao, walikataliwa. Namba 6. Namba 6, mtoto ambaye tunasema mtoto aliyekufa lakini bado anaishi. Ni watoto wa aina gani? Mtoto aliyekufa lakini bado anaishi. Watoto ambao wazazi wao walijaribu kutoa mimba zao lakini hazikutoka. Yani wewe ni mtoto lakini ulishakufa. Yani mama yako alijaribu kutoa mimba yako mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, ikashindikana. Umezaliwa lakini wewe ushakufa. Huyo mtoto huyo yuko na anaishi lakini ni mfu. Maana aliuliwa sio mara moja, sio mara 2, sio mara 3. Lakini tu ni Mungu anakusaidia mimba ikutoka. Lakini baba yako, mama yako alikutoa, alijaribu kutoka. Nikianza kutaja aina ya watoto wanakuaje, sitaweza kumaliza muda huu. Namba 6. Namba 7. Namba 7. Watoto ambao wamefiwa na wazazi wao wakiwa bado wadogo. Mtoto ama watoto ambao mzazi wao alifariki, wazazi wao walifariki wakiwa bado wadogo. Watoto they are very problems. Ni watoto hatari sana ambao tunaishi nao. Watoto ambao hawakuwajua wazazi wao vizuri. Baba yake alifariki, mama yake alifariki, yeye akiwa bado mdogo. Watoto tunaishi nao katika dunia hii, lakini familia aliyotokea ni familia ambayo wazazi wake alikufa kabla akiwa mdogo. Watoto wana haina yao, na huwa kuna vitu vingi ambavyo huwa vinawapata watoto. Namba 8. Namba 8, mtoto aliyelelewa na mama tu au na baba tu. Mtoto aliyelelewa na mama tu, yani mama yake tu ndiye aliyemlea, baba akumlea. Aina ya watoto hao
wanapokuwepo katika dunia hii, lakini amelelewa na mama yake tu ama amelelewa na baba yake tu. Hawa watoto huwa kuna tatizo, vifungo magumu mengi yanaishi ndani ya hawa watoto. Kuna mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanaishi ndani ya hawa watoto, kwa sababu ni watoto ambao wamelelewa na baba tu ama na mama tu. Kuna vitu vingi tukianza kuvitaja ni vya hatari sana kwa ajili ya mtoto huyo. Namba 10, nafikiri namba 10 au namba 9. Namba 9 ni familia ambayo mama ana watoto wake, baba ana watoto wake, na wao wana watoto wao. Nisikilize. Baba ana watoto wake, mama ana watoto wake, wamekuja kuishi pamoja na wakazaa watoto wao. Bila neema ya Mungu asaidie, leo tuweke wafu watoto wetu, maisha yaendelee. Yaani mimi baba na watoto wangu, mama naye na watoto wake, alafu tumekutana tumezaa watoto wetu. Sikiliza hapo navyokuaga. Mtoto wako na mtoto wangu wamempiga mtoto wetu. Yaani vyanzo vya hizi familia ni tatizo kwa ajili ya watoto kuishi. Magumu yanaanzia hapo. Mungu tulinde leo, tusaidie. Namba 11. Ni 11. Namba 10. Namba 10, watoto waliolelewa na mabibi zao. Watoto waliolelewa na mabibi zao. Ngoja niachane na watoto tu. Watoto waliolelewa na mabibi zao. Mungu tusaidie. Mara nyingi hao watoto wasiporisi uchawi, wana vitu wanavirisigi tu hao. Aise. No, unamfanya kazi wa ndani amelelewa na bibi, mkague vizuri. Mtoto, yani magumu ya maisha, mtoto amelelewa. Ukiona mtoto ana mambo chale nyingi, mazindiko, muulize, nimelelewa bibi yangu ndio naishi naye. Mtoto wengi hao wanarisiki mauchawi, tuachane naye. Wanapewaga mikoba mabibi zao. Aise. Aina gani ya mke uliye naye? Aina gani ya mwanaume uliye naye? Sema amen. Na mangapi tunaenda? Tunaingia 11. Watoto ambao wamezaliwa kwenye operation. Watoto ambao wamezaliwa kwa operation. Asili ya Mungu utazaa kwa uchungu. Utazaa kwa uchungu. Kila aliyetoka kwa mwanamke. Watoto walizaliwa kwa operation na hawajatoka kwa mwanamke. Unajua maana ya mwanamke? Sio sura. Ushanielewa? Tuko pamoja Daudi? Nikisema wewe ni mwanaume, sikuna viashiria vya kujua ni mwanaume. Wewe ni mwanamke, si unajua wewe ni mwanamke. Sasa mtoto aliyezaliwa kwa operation hajatoka kwa mwanamke. Mara nyingi wale watoto mama atawapenda, lakini kwa undani wanaga sana mapenzi na mama. Nataka tu uelewe, usijua baba ndo atakuwa nao sana. Na kuna jinsi ya watoto wanavyoishiji, wana vitu fulani ambavyo mpaka uwe rohoni sana kuvijua watoto, maana akili zao ni tofauti na watoto wengine. Na kuna vitu vingi ambavyo unajua watoto ambao hawakutoka
Wale watoto wana neema fulani ambayo tukisitaja mtaanza kuwachunguza, acha niwaache. Nakumbuka baba mmoja alikuwa na dawa ya kupigana. Na ile dawa aliambiwa hivi, hakuna mtu yoyote atakayekushinda aliyetoka kwa mwanamke. Na nisikiliza, yeyote aliyetoka kwa mwanamke hata kushinda utampiga. Na kweli alikuwa anawapiga watu wengi. Akakutana na mtoto mwingine anataka kupigana. Akaambia, mimi nishapewa dawa na marehemu babu yangu. Aliniambia aliyetoka kwa mwanamke hawezi kunishinda, na wewe ndio ndakupiga. Yule naye akajibu, sikiliza, na mimi nilipewa. Mimi sijatoka kwa mwanamke, mimi mama yangu alinizaa kwa operation, sijatoka kwake. Akavunja mwiko ile dawa. Hivi unielewe? Hujanielewa, ngoja niwaache. Haujui mtoto aliyetoka operation anavunja miko gani? Ni amuelewi. Hivi siko pamoja? Hebu nipungie mkono katuko pamoja. Sema fire mara 3. Mara 1. Mara 2. Mara 3 kwa nguvu zote. Yaani leo kama una mwanao ulimzaa kwa operation, huyo ndio kumwagia mafuta yote. Sikiliza. Huwa kuna miko na kuwa naivunja bila wewe kujua. Na lazima matatizo yatamfuata yule mtoto. Maana kuna vitu anavivunja yeye hujui. Usifikirie atakuwa salama huyo. Namba 10 na ngapi? 12. Watoto ambao wamezaliwa kabla ya miezi haijafika, lazima miezi 9 ndio uzaliwe. Sasa umemzaa mtoto wako kabla miezi haijafika. Usipomweka wafu huyo mtoto wako, utaelewa mwenyewe shida iliyoko hapo. Namba ngapi? 13. Watoto ambao wamezaliwa lakini mama aliongezwa njia ili azaliwe. Hao watoto mara nyingi wanauaga ndoa. Ufanya mama na baba kuishi ni kugumu sana. Huwezi elewa tu. Amezaliwa kilo imezidi, wanamuongezea njia. Sio mpango wa Mungu. Namba 14. Namba 14. Watoto waliezaliwa ambao wazazi wao walijiandaa na kujitia nia. Na tena uangalia watoto wako, mlijiandaa na mkanunua mavazi ya mtoto wa kike, akazaliwa wa kiume. Baba yako na mama yako akajiandaa mavazi ya kiume, akaja wa kike. Leo mama, usipoweka wafu shauri yako. Yaani mlijiandaa kwa mtoto wa kike na ukanunua mavazi ya kike, akatoka wa kiume. Ulijiandaa kwa wa kiume, ukanunua mavazi ya kiume, akatoka wa kike. Huyo mtoto kama uko naye na anaishi naye, leo ni siku ya kumsaidia. Mtenge na hicho kitu. Asije kawa ni mwanaume mwanamke, asije kawa ni mwanamke mwanaume. Leo hautajisamehe na hautaelewa. Yaani leo kama mama yako aelewe haya. Shangaa mtoto amezaliwa wa kike lakini character zote ni za kiume. Yaani la kiume lipo, la kiume lipo nini? Baba alitaka wa kiume na akajiandaa wa kiume. Mama alitaka wa kiume akajiandaa wa kiume, akatokea wa kike. Yaani mtoto anapigana ngumi utafikiria ni mwanaume.
kumili la kike. Shout fire. Shout fire. Hebu mgeukie mtoto mwambie wewe ni wa aina gani? Maana watoto wengine unawashangaa tu, yaani ni mwanaume lakini hali zake, karacha zake, yaani mbona kama tafikia demu, tafikia kwa mwanamke, yaani akavipi? Ndugu, mama yake alijiandaa ni wa kike na alimnunulia mavazi ya kike. Sasa leo ukimshinda, na ndio maana natamani sisi tuifanye leo na Jumapili ijayo. Ukishindwa kufanya hayo, utampa shida huyo mwanao. Wangapi wananielewa? Sema tena amen. Tunaona namba 10 na ngapi? 15. Mungu wangu, sio kama nitamaliza hizo. Watoto waliozaliwa kwa kubakwa, mama yake alibakwa akajikuta ana mimba. Huyo watoto ndo naomba kama yuko wa namna hii anione. Mtoto aliyezaliwa kwa kubakwa baadaye akapata mimba ni hatari. Ni hatari. Namba 16. Watoto waliyetupwa wakaokotwa. Walitupwa na wazazi wao alafu wakaokotwa. Mungu wangu, watoto hao hapo. Namba 17. Watoto ambao walikuwa wakishuhudia ugomvi na vita vya mama na baba wanavyopigana. Mtoto anashuhudia jinsi baba anavyompiga mama, mama naye anampiga baba, mtoto anashuhudia. Alafu huyo mtoto akitoka hapo, niliwahi kuombea mtoto mmoja hajawahi kuolewa mpaka leo, analia sana kuolewa. Nikaanza kumhoji sababu, akanipa chanzo. Akaniambia mimi nakumbuka mimi mama yangu na baba yangu, baba alikuwa anampiga mama sana. Yaani baba akitoka amelewa, amekuja amelewa, akifika nyumbani wanaanza ugomvi, wanapigana mama, wanapigana. Nilivyoona hivi nikaumia. Siku moja nikachukua mwiko niende nikampige baba. Baadaye nikashindwa, nikaacha. Lakini nilivyoona ugomvi nikasema moyoni mwangu, kama kuolewa ndio hivi, sitaolewa. Kama kuolewa ndio hivi, ni heri nisiolewe. Kwa nini? Kwa kushuhudia ugomvi wa mama yake na baba yake, jinsi ambavyo kwa kipigana, akakataa kuolewa. Hali ya kuolewa, akipata wachumba jua wanapotelea wapi, akipata wachumba jua wanaenda wapi, kwa sababu alishuhudia sana baba na mama wanapigana kila wakati. Na ndio maana baba na mama kupigana, mjiingize vichumbani, piganieni chumbani humo. Yaani ingieni tu chumbani, pigana chumbani humo. Nilishuhudia mama mmoja, nakumbuka nilishuhudia familia moja, walikuwa wakipigana, wanapigana, watoto wa kike wanaenda upande wa mama, wanampiga baba, na watoto wa kiume wanaenda upande wa mama. Mmoja tu alienda upande wa baba. Baba akachukia, akawalani wale watoto wote. Angalia familia ulikotokea. Ni familia ipi? Kuna hautakwepa aina fulani ya style ya maisha kuishi hapa duniani kulingana na familia yenu ulikotoka. Nataka ili muelewe sana wanangu. Bado sijaongelea familia ambazo yani baba alikuwa na wake 3 ama 4 na wote waliishi pamoja pale. Angalia jinsi ilivyokuwa ile familia. Naomba unisikilize, chanzo cha magumu na shida na balaa inategemea na familia ilikotokea. Lifestyle ya maisha yako ni familia uliyotoka ni ipi? Imetokaje hiyo familia? Umetoka kwa familia gani? Angalia familia ulipotoka, nitakujua itakuwa ni sababu ya maisha yako kuwa hivyo jinsi yalivyo. Kuna vitu na vikosi
unayapata kulingana na familia ulikotokea. Familia. Kuna familia zimeharibika, watoto wameharibika kwa sababu ya baba na mama jinsi walivyokuwa. Yaani mama anaenda na kunywa pombe, baba anaenda na kunywa pombe, wakikutana ndani ni fujo, watoto wanaangalia. Angalia wale watoto wametawanyika, hakuna watoto wajulikanaji, watoto wanakuwa wanaharibikiwa, wanatawanyika. Chanzo chao ni familia iliyokutoka ndio imewaharibu. Nenda ukamwoa mtoto wa ile familia, hakikisha umsaidie kwa upendo sana. Bila hivyo kuna shida pale. Na ndio maana wanangu na ndugu zangu, hebu mnisikilizeni kwa makini sana. Unapokuwa una familia, build your family. Familia yako wewe ndo hatima ya watoto wako. Jinsi unavyoilea familia yako, haijalishi una baba wa aina gani, haijalishi una mama wa aina gani, lakini familia unajenga msingi kwa ajili ya watoto baadaye mbeleni. Kama unachukulia rahisi familia, vifungo na matatizo na magumu ambao watoto wengi wanaishi, na aina ya tabia za watoto na aina ya kuishi kujisi, na shindwa niongeeje, ni familia ambazo walikotokea. Uwezi ukabadilisha maisha kama familia ulikotokea kuna tatizo ambayo ilikuwepo pale kwenye ile familia. Jinsi ambavyo baba na mama ulivyoishi, no matter hawa watoto, maana baba na mama wana uwezo na nguvu na mamlaka ya kutengeneza watoto waweze kuwa bora hapa duniani, ama wawe hovyo, ni mradi anaishi. Na ndio maana unapokuwa na familia yako, ikite sana kwa Mungu, tulia sana. Unashangaa kuna baba hana muda na mambo ya Mungu, kuja kanisani sio mpaka ufanyeje. Kuna mama hana muda na Mungu, kuja kanisani sio ufanyeje. Haelewi kwamba yeye anajiona iko sawa, kumbe ajui anachokitengeneza kwa ajili ya familia. Watoto hao unawaharibu. Sikiliza, asilimia ya watoto wengi ufanya kile ambacho wanachokiona kwa wazazi wao. Ndio maana niwewe kufundisha hivi, katika vitu vya msingi ambavyo mzazi anatakiwa mwanae avione. Acha mwanao akuone unamlilia Mungu, acha mwanao akuone unampa Mungu kipaumbele, acha mwanao akuone umemfanya Mungu kuwa kwanza kwenye maisha yako, acha mwanao akuone ya kwamba mali yako, fedha zako wewe unamtolea Mungu. Kulingana na jinsi watoto wanavyotuona sisi wazazi tunavyofanya kwa Mungu wetu, na wale watoto watakapokuwa watafanya hivyo hivyo. Baba yangu mara nyingi huwa nawaambiaga ya kwamba kuna mafundisho mengine siwafundisheni, ni yale ambayo niliyasikia kwa mama, yale ambayo niliyaona kwa mama, ambayo nasikiaga na mama, na mama yangu alikuwa hivi, mama alitamka hivi, mama aliongea hivi, mama alikuwa hivi, mama aliishi hivi. Hakikisha unachokifanya kwa habari ya Mungu, wanao waone namna ambavyo unamheshimu Mungu wako, unampa nafasi ya kwanza Mungu wako, mali zako na fedha zako na muda wako unampa Mungu wako. Unatengeneza kizazi kizuri, hata mtoto akikua atatoa historia. Mimi nilimwona mama yangu anakesha kanisani, nilimwona baba yangu yani anaamua kumwacha mama, anaenda kanisani anaomba. Nilimwona mama anafanya hivi, nilimwona baba, huyo mtoto ataenda hivyo, tafanya hivyo. Yana tusipopiga makofi, nasikia nasikia kuongea juu yako wewe. Wewe unahisi ya kwamba uko sawa, lakini kizazi unachokitengeneza kwa familia yako ni hatari. Hatari. Mimi niliwahi kushuhudia familia moja, mama, mtoto, baba kija amelewa, akifika ndani anamtuma mtoto wake wa kike, nenda ukamuibie baba yako hela, amelewa. Binti yake anaenda na muibia baba yake hela, anaiba, anamletea mama. Hiyo familia binti mpaka leo, hiyo familia iliharibika. Na huyo binti hajulikanaje kwa wapi.
Familia ni msingi mkubwa, tena mkubwa sana kwa ajili ya watoto. Nikikuangalia wewe nitajua familia ulikotokea. Umelelewa na wazazi. Kuna familia mangapi sijataja familia ambayo mtoto ambaye kulelewa na wazazi wake hajalelewa. Na ndio maana mtoto aliyelelewa na baba na mama ni tofauti na mtoto aliyelelewa na mama tu au na baba tu. Ni tofauti na mtoto ambaye hajalelewa. Maadili ya familia utengeneza maisha ya watoto. Usianze kujikita kuzaa kama hujaelewa hichi ninachokifundisha. Utakapoanza kuzaa watoto wako, wewe baba na mama wekeni misingi sahihi. Kama nyinyi mna Mungu, mtumikieni Mungu kweli kweli, na watoto wenu wajue mama yetu baba yetu wana Mungu. Usifanye bla bla kawaida, unaharibu watoto wako bila kuelewa. Yaani wewe mama ndio ukifika ndani utaweka manyimbo zako za taarabu. Hani. Yaani mtacheza taarabu na mabinti watoto wako hapo. Hauelewi. Wewe ndio utafika nyumbani unaanza kusema wachungaji. Yaani mchungaji yule, mama huyo, baba huyo, nyumbani kwake ndio kituo cha kuongelea wachungaji, ndio kituo cha kuongelea makanisa. How can you survive there? Unalaani nani watoto wako pale? Nyumba yako unaiwekaje pale? Watoto tunaishi aina fulani, watoto tunavyoishi inategemea, it depend wazazi waliotuzaa, familia uliotokea ni ipi. Na ndio maana unashangaa kuna wazazi wako hivi. Hii ni watoto wengine. Yaani mama akigombana na baba kama na mtoto wake wa kwanza wa kike, ndio anamshirikisha matatizo ya babake. Unajua babako, yaani babako, unajua babako yuko, unajua babako yuko, unajua babako. Unamwasiri mtoto hajaolewa, hajajenga familia yake, wewe unaanza kumwambia vya babako, baba yako. Mtoto anakuwa ameshaharibika. Huyo mtoto ukikutana naye uanze kumwombea, mchungaji nisaidie. Uanze umwombee. Mtoto kuna shida, maana hiko confused. Watu wa Mungu, ukitaka uone maisha ya watoto, anza kuangalia familia zao. Familia ni picha kubwa ya aina ya mtoto jinsi alivyo. Familia, usipuuzie familia. Familia ni picha kubwa. Na ndio maana ukiona familia baba na mama wanampenda Mungu, wanamcha Mungu, wanangu, msifanye udhaifu, msifanye uzembe. Pendeni kweli, ndio familia mnatengeneza kizazi hicho. Usiharibu watoto wako. Sijaongelea watoto wale ambao wamezaliwa watoto wa kike tu alafu akaja mwanaume mmoja. Watoto wa kiume tu akatokea wa kike mmoja. Sijaongelea hiyo familia, mtoto huyo ambao amepatikana wa kiume tu, wote ni wa kike. Ana jina lake special, Babu. Inua mikono, sema damu ya Yesu nisaidie leo. Inua mikono yako, fuma macho, sema damu ya Yesu naomba nisaidie leo nitoke kwenye kifungo. Inua mikono vizuri, fuma macho, rinda mandere wosha kapa. Sema kwa damu ya Yesu naomba leo nitoke kwenye kifungo cha asili ya kwetu, ya familia, kwa jina la Yesu. Amen. Yandere boshi kamandaro. Hebu fungua Mwanzo sura ya 4.
nianze kufungua Mwanzo sura 4. Mwanzo sura 4 nitaanza kusema mstari wa kwanza. Mwanzo sura 4 mstari wa kwanza. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Weka mstari andiko hilo. Naomba mtu atulie, sikiliza. Kama ni Biblia yako weka mstari hapo. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa nduguye Abili. Abili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Abili naye akaleta wazao wa kwanza wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Abili na sadaka yake, bali Kaini akumtakabali wala sadaka yake. Kaini akakazabika sana, uso wake kwa kunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini unagazabu na kwa nini uso wako unakunjamana? Kama ukitenda vyema hautapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, naye inakutamani wewe, lakini wapasa uishinde. Kaini akamwambia Abili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Abili nduguye akamuua. 9. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abili nduguye? Akasema sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanilia kutoka ardhini. Basi sasa umelaniwa wewe katika ardhi uliyefumbua kinywa chake. Ipokee damu ya nduguye ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitastirika mbali na uso wako. Nitastirika mbali na uso wako. Weka mstari hapo. Nitastirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yoyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Kaini na Abili, nisikilizeni kwa makini sana wana wa Mungu. Kaini na Abili ni watoto wa mama mmoja baba mmoja. Matatizo ya Kaini na Abili ilianzia wapi? Ilianzia kwa wazazi wao. Mama yake na Kaini ndo sababu ya hawa watu, ni sababu ya hawa watoto. Sikiliza, tunaanza mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake. Wakati mama yake na Kaini alipokuwa mjamzito na alipomzaa Kaini, alimweka wakfu, alitamka nimepata mtoto wa kiume kwa Bwana. Alipomzaa Abili akusema, mnisikilize kwa makini sana kanisa. Alipomzaa Kaini, mama akasema nimepata mtoto wa kiume kwa Bwana. Ina maana Kaini alitambulishwa, aliwekwa wafu kwa Bwana. Abili alipozaliwa akuwekwa kwa Bwana. Lakini Kaini mama yake mzazi alimweka kwa Bwana. Watoto walipotaka kutafuta Mungu wa baba yao, wakamtafuta Mungu wa baba yao kwa sadaka. Kimsingi Abili alitoa sadaka nzuri iliyonona, maana Abili alikuwa ni mchunga kondoo, alikuwa mtiifu, alikuwa ni mwema, alikuwa ni mzuri, alikuwa anampenda Mungu, alikuwa na moyo unyenyekevu, moyo wa utii kwa Mungu, akatoa sadaka. Kaini alikuwa gaidi, yeye na Mungu ni kawaida, akatoa vya kawaida. Mungu akaitakabali sadaka ya Abili, lakini akuitakabali sadaka ya Kaini. Kaini
akaitakabali sadaka yangu, akaitakabali ya mdogo wangu, na wakati mimi ndiye niliyewekwa wafu na mama yangu nikakabidhiwa kwa Mungu, mdogo wangu akukabidhiwa. Mnisikilize, nisikilize, niangalie. Sema amen. Hapo Kaini alipochukia, akaweka hasira amuue mdogo wake ambaye ni Abili. Alipotaka kuwa ameshapanga mipango yote, amesha seti kila kitu, anataka kumuua, Mungu tena anamwijia Kaini aliyegaidi, aliyemkorofi, muuaji wa baadaye. Mungu anamwijia tena, anamwambia kuwa makini wewe. Kwa nini usifanye tu vyema ukapata kibali? Kwa nini unataka kumuua ndugu yako Abili? Usifanye vyema. Sikiliza, Mungu angetakiwa aende kwa Abili, kwa maana Abili ndiye anatakiwa kuuliwa. Angeenda kwa Abili amwambie Abili, jilinde na kaka yako Kaini, atakuoa. Ikiwezekana toka nyumbani kwenu, kimbia, nenda mbali ili Abili asikuue. Lakini Mungu hasingeongea na Abili kwa sababu mama yake akumkabidhi Abili kwa Mungu. Mama yake alimkabidhi Kaini kwa Mungu. Wanangu, sijui kama naeleweka hapa. Mama alimkabidhi Kaini kwa Mungu, Abili akukabidhiwa. Ndipo utaona kuna aina watoto ni wakorofi, hawaeleweki, lakini wanasiliwa bado kwa sababu mama yao kuna jinsi aliwakabidhi. Lakini wengine ni wapole, hawana shida, lakini hawana Mungu ajali, hawafuatilii kwa sababu kinywa cha mama kilimweka wakfu nani? Acha nishuke hapa. Naona hebu niangalieni. Hebu mwambie mwenzio uko tayari kuweka mwana wakfu? Hebu niangalie. Talk to somebody here. Naongea na mtu hapa. Anamfuata Kaini muuaji. Anamwambia wewe uwe makini, dhambi na kuotea. Kwa makini usije ukamuua ndugu yako. Watu wa Mungu, kwa nini simlinde Abili? Abili, kimbia, kaka yako atakuua. Mungu anamjua Kaini. Mungu amjua Abili. Hata kama Kaini ni mkorofi, hata kama Kaini ni muuaji, hata kama Kaini hafai, lakini aliyewekwa wafu na mama yake kwa Mungu ni Kaini. Abili hakuwekwa wafu. Wakati mama yako anakuzaa aliongeaga nini? Uliwekwa wafu kwa nani? Kuna watu nyinyi mmewekwa wafu kwa miungu. Miungu ndio uliwekwa wafu kwa miungu. Mizimu ya kwenu ndio inakulinda. Ndio uliwekwa wafu huko. Sikiliza, Kaini kwa ugaidi akamuua Abili. Alivyomuua Abili, Mungu anamfuata tena Kaini. Anamwambia, kwa nini umeua? Damu ya ndugu yako inanililia. Umefanya makosa. Yaani wewe nikamfukuza. Kaini akasema, baba, hapana, usinifukuze, nitakuwa mbali na uso wako. Muuaji anaongea na Mungu. Muuaji bado Mungu anamwijia huyo anaongea naye. Amwazibu, anaanza conversation na yeye. Ukinitoa hapa nitakuwa mbali na uso wako. Kwa nini? Sauti ya mama yake ilivyomweka wafu, bado ana nafasi ya kuongea na Mungu. Mungu anampiga. Anamwambia, ukinifukuza watu wataniua. Basi msimuue Kaini, na kila atakayemuua Kaini atalipa mara 7. Msijaribu kuua, kwa sababu hiyo namwekea alama. Msimuue Kaini. Kwa ajili gani? Mungu bado anamtetea Kaini. Ni sauti ya mama yake alimkabidhi Kaini kwa Bwana. Wewe mama yako alikukabidhi kwa nani? Ananielewa? Ungemshangilia Bwana Yesu kwa makofi. Ungelisema amen zaidi ya hapo. Alafu mwangalie jirani yako, mwambie mama yako alikuweka kwa nani? Haleluya. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ukishindwa kuweka wanao wafu, unajua kuna wamama that they
problems. Anamzaa Kaini, anamkabidhi kwa Bwana. Abili akujazi. Abili mtoto msarabu, mwema, mtulivu, mpole, lakini mama yake alikosea, akumweka mbele za Mungu wake. Umeshachukua chupa mafuta? Wale ambao mna wazazi wenu leo, mimi nitakuweka. Lakini mimi nikikuweka ni kwa sadaka kuanzia 10,000. Sikiliza. Unajua kuna vitu wao ukisoma Biblia unashangaa na ugomvi na ukorofi wa Kaini. Na jinsi Kaini alivyo, lakini Mungu anamfuata Kaini huyo huyo. Ndio maana kuna watu they are innocent. Yaani ni mtu ukimwona hivi unashindwaje kuolewa? Hivi unashindwaje kufanikiwa? Mbona mpole? Mbona wewe mstarabu? Mbona una shida? Lakini vingine vigaidi, yaani vinyo vipo. Yaani kikiachika kinaingia, kikiachika kinaingia, kikiachika kinaingia. Mama yake alimkabidhi kwa Bwana. Akiwa tumboni mama alienda naye kanisani. Akiwa tumboni mama alimshikilia mtoto wake. Akiwa tumboni alipomzaa mama alienda naye kanisani. Yule mtoto hata kama kizaa mara 5 bado atafanikiwa, mama alimkabidhi. Kaini hata kama aliua ndugu yake bado Mungu aliendelea kuongea naye. Barikiwa leo, mpigie simu makofi. Nisikilizeni. Mtoto ambaye alitaka kufa na yeye katika shida na alikuwa na neema kubwa ni Mfalme Daudi. Hebu nifungulie Zaburi. Mfalme Daudi asingewekwa hofu na Mungu mwenyewe. Ndio maana nimesema leo kuna watu nitawaweka wakfu mimi, na kuna watu wao wenyewe wazazi wao watawekwa wakfu. Nina mafuta ya kuweka wakfu leo, na leo ni siku ya kwanza kuibadilisha maisha yako. Haleluya. Barikiwa ulisema imekubwa, naomba neema itembee na wewe. Mfalme Daudi isingelikuwa neema ya Mungu, naye angelifia porini huko. Zaburi ile sura ya 51. Zaburi ile sura ya 51. Zaburi ile sura ya 51. Unajua hii mvua inanyesha leo na furahi kwa sababu siku ya Alhamisi, unajua Bwana kushinda kutoa unabii kwa kuogopa ni shida. Siku ya Alhamisi nilikuwa na tabiri, nikasema nafungua anga, mvua inyeshe, nikasema ya baraka, lakini Mungu alikuwa ananiambia tabiri mvua inyeshe. Nikaishia tu kusema, mnakumbuka ambapo tulikuwa na Alhamisi? Nikasema mvua baraka inyeshe. Nikajua na nikaanza kuona hali, nilikuwa nafungua mbingu kubadilisha hali ya hewa ya maisha ya watu. Haleluya. Zaburi ile sura ya 51. Na ule mstari wa 5 Biblia imeandikwa hivi: tazama mimi niliumbwa katika hali ya uovu. Huyo ni Mfalme Daudi. Tazama mimi niliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba atiani. Soma Biblia vizuri. Tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Mama yangu alinichukua mimba atiani. Mama yake na Daudi baba yake na Daudi alikuwa na watoto 7. Daudi alikuwa sio mtoto wa huyo mama wa hao watoto wengine. Daudi yeye ni mtoto wa kuja, mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa. Kile kitu kilitakuwa maisha ya Daudi na kitakufanya Daudi aharibikiwe kimaisha. Hebu tuone vitu ambavyo vilimtesa Daudi kwa sababu ya jinsi ambavyo mama yake alivyomchukulia mimba atiani. Na kile kifungo cha familia kilimpa wakati mgumu sana Mfalme Daudi. Ni neema ya Mungu pekee ndiye ilikuja kumsaidia. Na ndio maana leo tunataka neema ya Mungu isaidie watoto wengine waingie kwenye hatua zao. Samueli wa kwanza
nikisoma ile sura ya 16. Pasa Neema mwanangu, utakuwa msomaji mzuri ukianza mstari wa kwanza kwenda mpaka 13 au utachelewa sana. Nataka leo unifuatilie kwa makini sana. Samueli wa kwanza ile sura 16. Tutaanza kusoma wote, tuwe na Biblia zetu. Tutaanza kusoma ule mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza sura 16 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta. Ijaze pembe yako mafuta. Uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukasema nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamuite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonesha utakayotenda. Nami nitamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema. Bwana akaenda Bethlehem. Wakaja wazee wa mji kumlaki, wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani, nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa yeye na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa alipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yuko hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu utazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Ndipo Yese akamuita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana akumchagua huyo. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana akumchagua huyo. Yeye akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akawaambia Yese, Bwana akuwachagua hawa. Kisha Samueli akawaambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akaambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hapa hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Ishi hapo. Naomba nenda sura ya 17. Amen. Twende sura, wote tufungue sura ya 17 ili nikianza kufundisha niende kwa pamoja. Sura ya 17. Anza mstari wa 32 tu. 32. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, uwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe u kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu, akamkamata mwana kondoo wa lile kundi. Mimi utoka nikamfuata, nikampiga, nikamponyoka kinywani mwake, na akirukia kumshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu. Anaua simba na dubu. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia. Na huyu Mfilisti asiyetahiriwa
atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Barikiwe watu wa Mungu. Niangalieni sana, semeni amen. Inua mikono, sema leo natoka. Inua mikono miwili, sema leo natoka. Leo natoka. Inua tena mikono, sema leo natoka. Leo natoka. Nitie moyo. Inua mikono miwili, sema leo natoka. Leo natoka. Kwenye laana familia. Sema leo natoka. Leo natoka. Kwenye vifungo familia. Sema fire mara 3. Mara moja. Fire. Mara 2. Fire. Mara 3. Fire. Sema tena fire. Nisikilize kwa makini. Leo mtu mmoja anatoka. Mtu mmoja anatoka. Natamani awe wewe kwa jina la Yesu. Mfalme Daudi amezaliwa na neema nzuri na karama nzuri na nguvu na uwezo. Alikuwa na vipaji vingi sana mfalme Daudi. Vipaji hata kupiga kinubi alikuwa navyo. Lakini amezaliwa chini ya kifungo cha asili ya tumboni mama yake, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa nje. Alizaliwa katika hatia ya wazazi wake. Na nalia moyoni kwa ajili ya hichi kitu. Daudi kwao, ambaye baba yake alikuwa na watoto wengine 7, lakini yeye alikuwa kwanza anatengwa, anabaguliwa, aonekani kama ni mmoja wa watoto wa mzee Yese. Na kazi aliyopewa Daudi, alipewa kazi ya kuchunga kondoo. Wale ndugu zake wakubwa walipewa kazi ya kwenda vitani kupigana pamoja na Sauli vitani, maana wakijua kwamba hawa wana nguvu. Lakini Daudi yeye, kwa sababu walijua ni mtoto ambaye kwanza si wa mji huu, si wa nyumba hii, hataki kurisi, alipelekwa mbali kabisa na akaenda mbali, au anachunga kondoo huko. Sikiliza watu Mungu, Daudi alipokuwa yuko porini anachunga kondoo porini, Daudi, simba akifuata ili amchukue kondoo, Daudi alipambana na simba. Alipofuata ili achukue kondoo, Daudi alipambana na dubu. Na simba alipokuwa akimurukia, Daudi alishika yale manevu ya sharubu ya simba na kumpiga simba hadi kumuua simba. Unajua Biblia ikiandika nasikia tu kushangaa, kuogopa. Hivi ni simba ama ni paka? Daudi alikuwa na miaka mingapi? Eko bado kijana mdogo sana. Unajua, naomba mnisikilize kwa makini. Hebu nisikilizeni, semeni amen. Hebu niangalie, nisikilizeni wanangu. Nisikilizeni, nafundisha kitu kikubwa hapa. Daudi kijana mdogo sana. Daudi bado ni kijana, jao mtu ana nguvu kubwa. Lakini neema aliyokuwa nayo, eti anapiga simba na uwa simba. Unajua kwa hali ya kawaida, mtu anapoua simba kwa mikono yake, hapa tu katika mji wa Mwanza atatangazwa hadi redioni. Yaani lazima redio zote za Tanzania zitamtangaza. Na lazima TV za Tanzania zote zitainua. Angalia, kijana wa miaka 18 ameua simba kwa mikono yake. Ingekuwa ni tangazo kubwa. Samsoni tu na nguvu zake na uwezo wake na mamlaka yake alirarua simba, mpaka leo alitangazwa aliua simba. Lakini Daudi hata anaua simba porini, kaka yake hana habari. Anaua simba porini, baba yake hajui. Hivi ilikuwa ni simba kweli? Hivi nafundisha hapa? Nafundisha hapa, nipungie mkono huko. Nataka watu wako nyuma nipungie mkono huko kama tuko pamoja. Sema amen. Nafundisha huko, mnanielewa? Do you understand me well? Simba. Unaua simba. Kaka yako anakuona bado na kiburi, akuogopi. Wewe uliua simba. Unaua dubu. Taarifa zijulikani hata kijijini. Hata mtaani hawaelewi. Baba yake hajui. Ndugu hawafahamu. Mtu aliyeua simba. Shida ni nini? Tatizo ya vifungo vya asili vinamfunika mtoto, anachokifanya akionekana, akitambuliki, akijulikani mbele za watu, na ijapokuwa anafanya. Mnanielewa vizuri? Baba yake appreciate na uwezo wa Daudi kwa sababu
ambaye si kitu, ni wa mama mwingine huko. Anajitahidi, analinda kondoo, baba yake sipate hasara, lakini hakuna zawadi, hakuna hata kutangaza. Jamani, hata unajua ni vitu vya ajabu, hata kuongea. Baba ujui mwanao anaua simba. Daudi hakujulikana, porini peke yake, kimya kimya. Baba alimsahau, baba kumjua, akumwekea manani, mpaka unakuja kupaka saa mafuta, nabii anakuja kupaka mafuta, yeye hajulikani. Daudi nini? Laana ya asili yatoka tumboni mama yake. Wanangu, mangapi mnayafanya? Unafanya mengi, unapambana mengi, unatafuta na vitu vingi, lakini hakuna ambacho kinapewa nafasi yao, kipaumbele. Hakuna sifa, hata ufanye chochote. Yaani unapambana, unafanya chochote, hakuna. Ogopa asili, huwa inamzuia mtu, watu wasielewe na wasisamini unachokitenda. Na ndio maana Biblia inasema mwanadamu mwenye tabia ya asili, mambo ya rohoni kwake ni upuuzi. Utafanya mambo mengi lakini unaonekana upuuzi, kwa sababu shida ya asili na kufunga. Daudi hakuna chochote. Unajua hivi, nani shaona simba live? Hata kwenye mambuga ya wanyama, hata huko Serengeti tushaenda. Tulienda pale, kuna baba mmoja anaitwa Kasazu pale, Kasazu. Unafahamu Kasazu? Yuko pale Kisesa kule chini. Tunaenda na Damas. Tunaangalia simba, unaogopa kumsogelea, na ndio yupo kwenye fence. Lakini unaogopa ukimwangalia simba, eti Daudi ameua simba. Alafu mtawao hawajui, kijiji hawafahamu. Ogopa laana ya asili. Ikabidi Mungu akamuona Daudi jinsi alivyo na neema aliyopata, lakini asili ya mama yake anamuoa. Mungu anamtuma nabii Samuel. Nisikilize kwa makini. Anamtuma nabii Samuel, nenda mpaka kwa mzee Yese, kuna mtoto nimemuona pale, umpake mafuta. Ina maana sanctified him, mweke wafu, mtone ile laana, mtenganishe na asili ya kwao, ili atimize ndoto niliyoweka ndani yake, ili atimize kila ambacho nimekiweka ndani. Kuna kipaji ndani yake, lakini asili ya kwao imzuie asifahamike, asijulikane. Anafanya mengi makubwa, lakini amefunikwa. Naomba uwe wewe siku ya leo, baada ya kuweka wafu, chochote utachaanza ukifanya kikupe faida na sifa, kikupeleke mbali. Sijui watu wanaelewa bima maneno mosha papa. Shekere mosha papa. Sifa yako isiishie Mungu. Usisaliwe Mungu ukasomea Mungu na kufia Mungu. Lazima neema ya Bwana leo, baada ya kuweka wafu, ianze kufanya kazi. Chochote kidogo utakachokifanya, acha mataifa wakijua na wakishangilia damu ya Yesu. Usinyime Moshe, nasikia kufanya kitu. Inua mikono, sema fire. Sema tena fire. Sema fire. Sema fire. Niko hapa kutabiri kitu kidogo tu, kwa sababu kuna mambo mengi umeyafanya mazito, hayakukupa promotion, hayakukupa nafasi ya kuingia kwenye ndoa, kwa sababu ulikuwa chini ya laana ya familia. Lakini baada ya kupaka mafuta leo, kuna kitu kidogo tu utakachokifanya kitakuingiza kwenye muujiza wako wa kazi, wa ndoa, biashara. Ananielewa? Sema tena. Mungu anamuona Daudi porini, akasema no, huyu hawezi fia polini wakati ana kitu ndani. Acha atumwe nabii Samuel. Unajua kanuni ya Mungu, lazima waliyefungwa kwenye matatizo ya asili wao ufunguliwa na nguvu ya manabii. Na kanuni ya manabii ni nabii wa majira. Ilikuwa Samuel ndiye alikuwa nabii wa majira yale, na majira haya ni nabii Morris, ndio nabii wa majira ya mji wa Mwanza. Lazima akufungue, uende hatima yako kwa damu ya Yesu. Kila laana na isiwe ndoa yako lazima itaondoka leo. Laana na isiwe usifanikiwe, usiolewe, usipige hatua, biashara ishie njiani. Lazima utasonga mbele kwa jina la Yesu. Nisikilize, akatumwa nabii Samuel. Go there. Kuna mtu nimemwona, just go there. Nabii Samuel anaenda, akasaulika pia na baba yake kama na mtoto Sauli. Ana mtoto Daudi.
akamsahau pia baba. Mpaka anaulizwa, hivi hakuna mtoto ambaye aliyebaki aliyesalia? Yupo mmoja anachunga kondoo. Kwa nini useme yupo mmoja aliwahi kuua simba? Hajulikani. Yuko mmoja aliwahi kuua dubu? Hajulikani. Hakuna kitu kibaya kama unafanya kitu watu waelewe chochote. Kilichofanyika, Samuel akamwambia tuletee huyu. Alipokuja wakamwona, wakamwanaunti mafuta, wakamsanctified, wakamweka wafu, na pia alihusika kumweka wafu. Akamtenganisha na asili ya kwao, akainua ile nyota, neema yake, nuru yake, hatima yake iweze kutimia. Biblia imeandikwa alipowekwa mafuta, Roho Bwana akashuka ndani yake, akakaa. Aliendelea kuchunga kondoo, lakini yeye sio yule tena mchunga kondoo, maana tayari kuna mafuta mapya. Ijapokuwa yupo kwa kuchunga kondoo, ila kuna roho ameshaingia ndani. Utakapomweka wafu mwanao leo, kumbuka maneno, kuna roho ya ndoa itaingia, kuna roho ya biashara itaingia, kuna roho ya kazi itaingia, kuna roho ya huduma itaingia, kuna roho ya safari ya kimataifa itaingia ndani, na hiyo roho ambayo itaanza kumgarikisha nafsini mwake ili mpeleke kwenye hatua yake. Roho, spirit, roho. Are you ready? Uko tayari kuwekea mafuta uzao wako? Sikiliza, ile roho ilipoingia, baba yake anamtuma kwenye, hapo ndipo baba akamkumbuka, nenda kwenye uwanja wa vita ukapelekea ndugu zako mkate. Alivyoenda, ndugu zake wanamuona, wewe wanaanza kuita huku. Nani? Alikuwa yani do see that mimi nakuletea chakula ambacho nimetumwa na baba unikuletee, unaniona unanitukana tena? Wewe mwenye roho mbaya, tunajua roho yako. Nani amekwambia uje huku? Shida yako ni kuja kuangalia vita. Anajiuliza, nina makosa gani? Shida ni mtoto wa nje. Laana, nina makosa gani? What mistake I have? Hivi wangapi mnajilizaga mpaka mnasema mimi jamani, kwani mimi nakosea nini? Leo ndio suluhisho yako. Mimi na makosa gani? Anaambia unatoka hapa. Anambia na makosa gani? Akasikia Mfilisti akaingia ambaye ni Goliati. Goliati anaingia, anaanza kutukana majeshi ya Israeli, anatukana Mungu wa Israeli, anatukana ukoo, familia. Anasikia leo Daudi tayari ameshapakwa mafuta, ameshawekwa wafu. Yeye ndiye nyota wa familia, yeye ndiye ufunguo wa familia. Ameshapakwa mafuta sasa. Sio yule wa porini anayechunga kondoo ambaye hajapakwa mafuta, hajawekwa wafu. Leo wewe sio yule uliyefeli mwaka jana, sio yule uliyefeli Januari, sio yule uliyefeli juzi. Baada